Ushirikiano mkubwa wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Katika makala ya juma hili, visa vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini DR Congo vyapita zaidi ya 1000. Waziri Mkuu wa Pakistan aelekea Uswizi kwa mashauriano kuhusu mkataba wa maelewano baina ya Marekani na Iran, huku makamu wa rais wa Marekani akisema kuwa mapito ya baharini ya Hormuz yamefunguliwa tena. Kwa hizi na taarifa lukuki, natoa mwito mapema twende sawa kadi tamati ni kupakulie kindakindaki taarifa hizi. Karibu, mimi ni Isaac Lemoka. Bunge la Senate nchini Marekani lilipitisha rasimu ya mamlaka ya kivita kuhusu Iran ili kumzuia Rais Donald Trump kutekeleza operesheni zaidi za kijeshi nchini Iran bila idhini ya bunge la Congress. Kupitishwa kwa rasimu hiyo ni mara ya kwanza ambapo hatua kama hiyo imeidhinisha mabunge yote mawili ya bunge la Congress tangu mzozo huo ulipozuka mwezi Februari, na kuashiria upinzani unaoongezeka dhidi ya jinsi Trump anavyoshughulikia vita hivyo. Rasimu hiyo ilipitishwa na bunge la Seneti kwa kura 50 dhidi ya 48, huku wabunge 4 wa chama cha Republican wakiungana na wabunge wa chama cha Democratic katika Senate kuunga mkono hatua hiyo. Mbunge mmoja wa chama cha Democratic alipinga rasimu hiyo. Rasimu hiyo inamwagiza rais awaondoe wanajeshi wa Marekani kwenye mapigano ndani au dhidi ya Iran, isipokuwa pale azimio la vita au idhini ya kutumia jeshi kwa swala kama hilo litakapoidhinishwa, kwa mjibu wa taarifa kuhusu sheria hiyo iliyochapishwa kwenye tovuti ya bunge la Congress. Na Dunia Wiki Hii, mimi ni Millicent Kubai. Idadi ya visa vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola vilivyothibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipita zaidi ya 1000 kwa mujibu wa maafisa. Kulingana na takwimu zilizotolewa na Wizara ya Afya nchini DRC, nchi hiyo imeripoti visa 1003 vilivyothibitishwa, vikiwemo vifo 254, huku kiwango cha vifo kikiwa 25.3%. Yamkini wagonjwa 365 wametengewa au kulazwa hospitalini kwa sasa, huku wengine 100 wakipona, kwa mujibu wa taarifa hiyo. Kiwango cha kufuatilia wale waliotangamana na wagonjwa kote kwenye majimbo matatu yaliyoathirika kilikuwa 58%. Licha ya ongezeko la visa vya maambukizi ya Ebola, juhudi zimeendelezwa za kuukabili, huku uchunguzi ukiimarishwa, uhamasisho kwa jamii na juhudi zinazoendelezwa za kuimarisha ushughulikiaji wa visa na uwezo wa ugunduzi, kwa mujibu wa maafisa. Kasi cha Damasha, Dunia Wiki Hii. Namna idadi jumla ya vifo vinavyotokana na mashambulizi ya Israel nchini Lebanon tangu tarehe 2 mwezi Machi imefika 4057, huku watu 12,121 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa kituo cha shughuli za dharura za afya ya umma katika Wizara ya Afya ya Lebanon. Kwenye taarifa, kituo hicho kilisema kuwa takwimu hizo zimenakiliwa katika kipindi baina ya tarehe 2 mwezi Machi na tarehe 20 mwezi Juni. Wakati huo huo, yamkini watu 15 waliuawa, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa kufuatia mashambulizi kadhaa ya droni na yale ya angani yaliyotekelezwa na Israel kote katika eneo la kusini mwa Lebanon mwishoni mwa juma lililopita, kwa mujibu wa wizara hiyo ya afya na shirika la kitaifa la habari nchini Lebanon. Shambulizi hilo kali zaidi lililenga mji wa Kinerit katika eneo la Sidon kusini mwa Lebanon, ambako watu 7 waliuawa, huku wengine 13 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa wizara hiyo ya afya. Miongoni mwa majeruhi kulikuwa na watoto 5 na wanawake 5. Kwingineko kusini mwa Lebanon, watu 8 akiwemo raia mmoja wa Syria waliuawa, huku wengine wakijeruhiwa kwenye mashambulizi kadhaa ya droni, kwa mujibu wa shirika hilo la habari. Droni za Israel pia zililenga maeneo mengine kadhaa kote katika eneo la kusini mwa Lebanon, ambapo mtu mmoja aliuawa, kwa mujibu wa shirika hilo la habari.
Hayo yalijiri licha ya mkataba wa kusitisha vita baina ya Lebanon na Israel ulioanza kutekelezwa juma lililopita. Kituo cha habari cha Channel 12 nchini Israel kiliripoti kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Israel Katz waliliagiza jeshi likomeshe mashambulizi nchini Lebanon. Hata hivyo, kituo hicho kiliripoti kwamba vikosi hivyo havikuondoka kwenye maeneo ambayo vinayadhibiti kusini mwa Lebanon. Kiliripoti kuwa kulingana na agizo hilo lilotolewa kwa ushirikishi na Marekani, jeshi la Israel litaendelea kudhibiti eneo la kiusalama kusini mwa Lebanon, na iwapo kundi la Hezbollah litaheshimu mkataba huo wa kusitisha vita na halitatekeleza mashambulizi au dhulma, jeshi hilo litakomesha operesheni zote. Mkuu wa majeshi wa Pakistan Field Marshal Said Asim Munir alikutana na Rais Masoud Pezeshkian wa Iran aliyezuru nchi hiyo kujadili hali inayojiri katika kanda hiyo na juhudi zinazoendelea za kuleta amani na uthabiti katika kanda hiyo. Kwenye mkutano huo, pande hizo mbili zilibadilishana maoni kuhusu hali inayojiri katika kanda hiyo na mipango inayoniwa kupunguza taharuki na kuimarisha mashauriano, kulingana na taarifa iliyotolewa na kitengo cha habari cha jeshi la Pakistan. Pezeshkian alipongeza jukumu kuu la Pakistan katika kuhimiza mashauriano na kukomeshwa kwa uhasama na kukariri juhudi za Pakistan za kuunga mkono kusuluhishwa kwa mizozo kwa njia ya amani na kuimarisha uelewano miongoni mwa wadau wa kanda hiyo, huku changamoto za kisiasa na kieneo zikiongezeka. Maonyesho ya kimataifa ya mwaka huu ya mashini za ujenzi yaliandaliwa jijini Nairobi, yakaleta pamoja maafisa wa serikali, viongozi wa kibiashara na watengenezaji bidhaa ili kuimarisha ushirikiano wa kiviwanda baina ya China na bara Afrika. Yaliandaliwa kwa siku 3 kwa pamoja na halmashauri ya uwekezaji nchini Kenya na maonyesho ya kimataifa ya Hunan Hongqi na kuvutia zaidi ya kampuni 200 za China na bara Afrika, ikiwemo ujumbe wa kibiashara kutoka manispaa ya Chongqing kusini magharibi mwa China. Kwingineko, madaktari wa Kichina walisaidia kuimarisha huduma za matibabu kwenye hospitali ya mafunzo ya chuo kikuu cha Levi Mwanawasa jijini Lusaka nchini Zambia, kwa kuanzisha teknolojia ya hali ya juu ya uchunguzi wa magonjwa na utumbo na kuwapa mafunzo madaktari wa nchi hiyo kuhusu matibabu ya magonjwa ya utumbo. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alisema kuwa awamu ya kwanza ya mashauriano ya ngazi za juu yaliandaliwa chini ya mkataba wa maelewano ulioafikiwa nchini Pakistan yalihitimishwa kwa ufanisi huko Bergenstock nchini Uswizi, ambapo washiriki walikubaliana kuhusu mpango wa kuafikia mkataba wa mwisho katika kipindi cha siku 60. Kwenye taarifa, Sharif alisema kuwa mashauriano yaliandaliwa katika mazingira mwafaka na ya kufanikisha ufanisi, ikiwemo kuanzishwa kwa kamati ya maafisa wa ngazi za juu kutoa usimamizi wa kisiasa na kuzinduliwa kwa mashauriano zaidi ya kitaalamu. Waziri huyo mkuu alipongeza viongozi wa Marekani na Iran kwa azma yao katika mashauriano hayo, akitaja ufanisi huo kuwa hatua muhimu katika mchakato huo wa kidiplomasia. Sharif pia alizishukuru nchi zenye uhusiano mwema kwa kuunga mkono mashauriano hayo na jukumu lao katika kubuni mazingira yaliyowezesha mashauriano hayo kuendelea. Rais Masoud Pezeshkian wa Iran pia alifanya ziara nchini Pakistan kujadili juhudi hizo za kidiplomasia kufuatia kutiwa saini kwa mkataba huo, ambapo aliandaa mkutano na kubadilishana maoni kuhusu uhusiano baina ya nchi hizo mbili na hali inayojiri katika kanda hiyo na kimataifa. Kwingineko, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alisema kuwa mapito ya baharini ya Hormuz yamefunguliwa na kwamba mafuta ghafi na gesi asili zikipitishwa. Vance aliyasema hayo baada ya kikao cha kwanza cha mashauriano baina ya Marekani na Iran huko Bergenstock.
Mapito hayo hushughulikia takribani 20% ya mafuta yanayopitishwa baharini duniani. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Basi kwa taarifa hiyo Dunia Wiki Hii inakwenda kwenye mapumziko mafupi sana. Wewe usiende mbali, manake tukirejea bado tunazo taarifa lukuki kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Lights on, volume up. This is where stories come alive. From local drama that hits close to home. Huyu ni nani? Alinivamia akiwa na vijana wengine wawili. Toka nje. Hii nyumba yako. Yote ni porojo. To international series everyone's talking about. Stories that pull you in. Characters you won't forget. Stop complaining and just get out of here. Go now, go. We turn up the volume with music that moves, showcases rising stars and bring the beat straight to your living room. And when it's time to talk, we don't hold back. How is everything going? Real conversations, big personalities, the issues, the loves, the moment everyone's debating the next day. Every show, every night, different voices, one destination. This is television that feels alive, unpredictable, and missable. Hii ni KBC Channel 1 na kipindi hewani ni Dunia Wiki Hii. Karibu tena sana katika awamu hii ya pili. Tuzidi kuandaa taarifa za kimataifa. Viongozi wa Kiafrika na washiriki wa kimataifa wanaotetea haki ya fidia kwa watumwa wa Kiafrika walihitimisha kongamano lao la siku 3 jijini Accra, Ghana, huku wakikubaliana mbinu bayana za kuimarisha uteuzi wa kimataifa kuhusu haki kwa watumwa hao. Kongamano hilo la mashauriano ya ngazi za juu liliwaleta pamoja marais kutoka bara Afrika na eneo la Caribbean na pia wawakilishi wa shirika la UNESCO, Muungano wa Afrika na ujumbe wa serikali ya Ufaransa. Mkutano huu uliangazia hatua zitakazochukuliwa kuhusiana na rasimu ya kihistoria ya Umoja wa Mataifa iliyotambua biashara ya watumwa kuwa mojawapo wa uhalifu mkubwa zaidi dhidi ya binadamu. Akizungumza alipofungua kongamano hilo, Rais John Dramani Mahama wa Ghana alisema ni muhimu kupata uungwaji mkono zaidi uliofanikisha kupitishwa kwa rasimu hiyo ya kihistoria tarehe 25 mwezi Machi, kwa kujumuisha mataifa na taasisi zaidi zilizo tayari kushirikiana katika juhudi zinazotekelezwa. Mahama, ambaye pia ni mtetezi mkuu wa Muungano wa Afrika kuhusu fidia kwa watumwa hao, alipongeza uamuzi wa baraza la muungano huo wa kuanzisha mpango wa pamoja wa bara Afrika na eneo la Caribbean kuhusu haki ya fidia. Hati hiyo kuhusu hatua zitakazochukuliwa kuhakikisha haki kwa waathiriwa hao inatarajiwa kutoa mwongozo katika juhudi za kuafikia haki kwa bara Afrika na watu wenye asili ya Kiafrika kutokana na dhulma za kibinafsi, kijamii na kihistoria zilizowakumba kutokana na biashara ya kimataifa ya watumwa, utawala wa kikoloni na ubaguzi wa rangi. Hati hiyo yenye kurasa 10, kulingana na waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Ghana, Samuel Okuzeto Alakwa, inabainisha hatua
hatua kabambe za kuhakikisha haki kwa waathiriwa hao kupitia fidia, kurejeshwa kwa vifaa vilivyotwaliwa, ushauri nasaha, marekebisho ya kitaasisi na kuhakikishiwa kwamba hali kama hiyo haitajiri tena. Miongoni mwa malengo makuu ni ukweli na kukiri, haki ya kisheria, kurejeshwa kwa vifaa vya kitamaduni vilivyotwaliwa, marekebisho ya uongozi duniani, fidia, haki ya kijinsia, ushauri nasaha, mashauriano na mataifa ya ughaibuni, kuondolewa kwa madeni, haki ya kifedha, uhamasishaji teknolojia, afya ya umma na haki kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Kadhalika, Alakwa alisema kuwa wanaazimia kuchukua hatua za kuhakikisha malengo ya rasimu hiyo yanatimizwa. Kadhalika, makundi matatu muhimu ya kimataifa yalibuniwa wakati wa kongamano hilo ili kuongoza ajenda hiyo ya fidia. Haya ni pamoja na Baraza la Ushauri kuhusu haki kwa waathiriwa, jopo la wataalam kuhusu kurejeshwa kwa vifaa vya kitamaduni na jopo la wataalam wa kisheria kuhusu haki ya kufidiwa. Na Dunia Wiki Hii, mimi ni Millicent Kubai. Kongamano la kwanza kuhusu ushirikiano baina ya mataifa yanayostawi duniani liliandaliwa nchini Rwanda, ambako waratibu sera, wajumbe wa kidiplomasia na washirika wa kimaendeleo walitoa wito wa mabadiliko katika muundo wa ushirikiano wa kimaendeleo kote duniani. Jone. Akifungua kongamano hilo, waziri wa mashauri ya nchi za kigeni na ushirikiano wa kimataifa Olivia Nduhungirehe alisema kuwa Rwanda kupitia mpango wa ushirikiano wa Rwanda inaazimia kugawana mafunzo kutokana na juhudi zake za kuleta maendeleo na nchi washirika wake kupitia mabadilishano ya ujuzi, usaidizi wa kitaalam na kujenga uwezo. Nduhungirehe alisema kuwa nchi hiyo inanuiwa kuwa kitovu cha ushirikiano baina ya nchi zinazostawi ambazo nchi zitashirikiana kwa usawa na kwamba kujifunza kutokana na mataifa mengine kunafaa kuwa na muundo mwafaka na suluhu kutekelezwa. Alisema kuwa muundo wa awali wa ushirikiano baina ya mataifa yaliyostawi na yale yanayostawi hauakisi uhalisia wa nyakati zilizopo, akitaja ubunifu unaochipuza kila uchao kutoka kwa mataifa yanayostawi na kuzungumzia mifano ikiwemo bima ya afya ya kijamii nchini Rwanda na mfumo wa Kenya wa kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu. Afisa mkuu wa mpango huo wa Rwanda, Richard Niwenshutu, alisema kuwa kongamano hilo linaendeleza ruwaza ya muda mrefu ya ushirikiano wa kimaendeleo unaoendeshwa na bara Afrika, unaowekewa misingi katika umoja na mafunzo ya pamoja. Naye Fatmata Loveta Sesei, ambaye ni mwakilishi mkazi wa mpango wa Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo UNDP nchini Rwanda, alizungumzia mipango mbalimbali ikiwemo Youth Connect Africa na mifumo ya wahudumu wa afya ya kijamii, huku akikariri haja ya kuwekeza kwa vijana, wanawake na jamii. Kongamano hilo liliangazia kuimarisha ushirikiano, ufadhili wa kimaendeleo, kuhimili athari za mabadiliko ya hali ya anga, usawa wa kijinsia na mabadiliko ya kidijitali katika mataifa yanayostawi. Kasi cha Namasha, Dunia Wiki Hii. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito wa azma ya kisiasa ya kuharakisha na kuhitimisha vita dhidi ya virusi vya HIV alipohutubia mkutano wa ngazi za juu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Taarifa hiyo ya Guterres ilitolewa na naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohamed kwenye ufunguzi wa mkutano wa maafisa wa ngazi za juu kuhusu virusi vya HIV na ugonjwa wa ukimwi. Mohamed alisema kuwa mkutano huo ulinuiwa kutafuta suluhu na azma ya kisiasa ili kuharakisha na kuhitimisha vita dhidi ya virusi vya HIV duniani. Alisema kuwa katika kipindi cha miaka 45 tangu kisa cha kwanza cha ugonjwa wa ukimwi kiliporipotiwa, ulimwengu umedhihirisha azma na umoja wa kipekee. Alisema kuwa vifo vinavyohusiana na ukimwi vimepungua kwa 70% tangu vilipokuwa vingi zaidi mwaka 2004 na kwa 54% mwaka 2010, huku huduma za kuzuia maambukizi na matibabu zikifanikisha kupungua kwa maambukizi mapya kwa 40% katika kipindi hicho, na kwa sasa zaidi ya watu milioni 32 walio na virusi vya HIV wanapokea tiba za kupunguza makali ya virusi hivyo. Dunia Wiki Hii, mimi ni Koli Kwendo. Na kongamano la 11 kuhusu bahari zetu ziliandaliwa jijini Mombasa nchini Kenya, hii ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kwa mkutano huo wa kimataifa kuandaliwa barani Afrika.
Zaidi ya wajumbe 1000 kutoka kote duniani wakiwemo waratibu sera, wanasayansi na viongozi wa mashirika ya kijamii walihudhuria hafla hiyo ya siku 3 ambayo maudhui yake yalikuwa habari zetu, turathi yetu, hatima yetu. Hafla hiyo iliangazia masuala ya mabadiliko ya hali ya anga, uvuvi haramu na uchafuzi wa bahari katika juhudi za kushughulikia changamoto kuu zinazokabili bahari duniani. Kilele cha hafla hiyo kilikuwa kupitishwa kwa azimio la Mombasa kuwa azma ya pamoja ya kuendeleza uchumi wa rasilimali za baharini duniani na kuimarisha uhifadhi wa bahari. Rais William Ruto wa Kenya aliongoza sherehe ya kufunga hafla hiyo pamoja na rais wa kisiwa cha Zanzibari nchini Tanzania, Hussein Ali Mwinyi, alisema kuwa swala kuu ni kutekeleza ahadi za kisiasa, kuhakikisha bandari safi, ustawi wa viwanda vya rasilimali za baharini unaohifadhi mazingira, kubuni nafasi bora za ajira na kuhifadhi bahari. Wanasayansi chipukizi kutoka China na Afrika ya Kusini walikusanyika katika jiji kuu la kiutawala nchini Afrika Kusini la Pretoria kwa kongamano la wanasayansi chipukizi wa nchi hizo mbili kubadilishana maoni kuhusu ubunifu wa kisayansi na ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Kongamano hilo ambalo maudhui yake yalikuwa vijana, sayansi na umoja liliandaliwa kwa pamoja na ubalozi wa China nchini Afrika Kusini na idara ya sayansi, teknolojia na ubunifu nchini Afrika Kusini, likiwaleta pamoja wanasayansi na wasomi 150 chipukizi. Waziri wa sayansi, teknolojia na ubunifu nchini Afrika Kusini, Blade Nzamande, alizungumzia urafiki wa muda mrefu baina ya nchi hizo mbili, akisema kuwa ushirikiano baina yazo katika sayansi, teknolojia na ubunifu umefanikisha kutekelezwa kwa zaidi ya miradi 100 ya pamoja ya utafiti na maendeleo katika kipindi cha miongo miwili iliyopita. Akitaja mpango wa mabadilishano baina ya wanasayansi chipukizi wa nchi hizo mbili kuwa fursa muhimu kwa uhamasishaji ujuzi na ustawi wa wafanyikazi, waziri huyo aliwahimiza washiriki hao chipukizi kutumia fursa hiyo kusaidia kushughulikia changamoto duniani. Balozi wa China nchini Afrika Kusini, Hu Peng, alisema kuwa ushirikiano wa kisayansi na kiteknolojia, hasa mabadilishano baina ya wanasayansi chipukizi, umekuwa mojawapo wa sekta zenye manufaa makubwa zaidi katika uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Alisema kuwa China itaendelea kuunga mkono mabadilishano ya kiusomi, utafiti wa pamoja na ushirikiano katika ubunifu baina ya wanasayansi chipukizi wa nchi hizo mbili ili kuimarisha zaidi uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Tuangazie mchango wa China na mataifa mbalimbali kote duniani, ambapo China sasa imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani, ukiwemo ule wa kimatibabu, kiteknolojia, mawasiliano, elimu, muundo msingi, kilimo, kadhalika na mwingineo unaonufaisha pande zote husika kama hivi. Wakati huo waziri mkuu wa Guinea Amadou Oriba kwenye mahojiano ya hivi majuzi na shirika la Xinhua alisema kuwa nchi hiyo na China zimebuni ushirikiano kuambatana na kabambe na manufaa kwa wote tangu zilipoanzishwa uhusiano wa kidiplomasia mwaka 1959. Alisema kuwa Guinea inatumai kujifunza kutokana na juhudi za kimaendeleo za China ili kuimarisha ustawi wa kiviwanda na kuanzisha mbinu za kisasa za kilimo na hivyo kuleta maendeleo endelevu ya kiuchumi. Kwingineko, maonyesho ya 5 ya kikazi baina ya China na Tanzania yaliyoanzishwa mwaka 2016 yanaandaliwa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania, yakileta pamoja zaidi ya kampuni 60 za Kichina kutoka sekta mbalimbali zikiwemo ujenzi, utengenezaji bidhaa, teknolojia ya habari na fedha. Hafla hiyo inaandaliwa kwa pamoja na ubalozi wa China nchini Tanzania, chama cha kampuni za Kichina nchini Tanzania, taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Dar es Salaam.
Kadhalika, katibu mkuu wa bodi ya filamu nchini Tanzania Gavas Kasiga alitoa wito wa ushirikiano zaidi baina ya nchi hiyo na China katika sekta za filamu, utamaduni na utalii ili kuboresha zaidi uhusiano baina ya raia wa nchi hizo mbili, ambapo serikali ya China ilipongezwa kwa kuendelea kufanikisha juhudi za kuimarisha uwezo, yakiwemo mafunzo ya kitaaluma na fursa za masomo kwa watayarishaji filamu nchini Tanzania. Kwingineko, katika jimbo la Bangbang kaskazini magharibi mwa Cambodia, mfumo wa usambazaji maji uliojengwa na shirika la Kichina la ujenzi na uhandisi ulizinduliwa mwezi Aprili umeimarisha upatikanaji wa maji safi kwa bei nafuu na hivyo kupunguza ueneaji wa magonjwa yanayosababishwa na maji chafu miongoni mwa wakazi. Wakati huo huo, taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Ghana pamoja na kundi la 15 na madaktari wa Kichina nchini Ghana waliandaa hafla ya kusherehekea sherehe ya Kichina ya Mashua. Hafla hiyo ilihusisha matibabu bila malipo, warsha kuhusu tiba za kiasili za Kichina, milo ya Kichina na aina mbalimbali za michezo kwa lengo la kufahamu zaidi utamaduni na tiba za kiasili za Kichina. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Naam, mpaka hapo basi mimi nafika mwisho wa kipindi Dunia Wiki Hii. Nasema asante sana, shukrani sana kwa muda wako. Hewala kwa wote walioshiriki katika kufanikisha kipindi Dunia Wiki Hii. Tufanye vivyo hivi tena juma lijalo muda na wasaa kama wa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki, shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka.